Hello friends, ni mtindo gani ambao ni bora au una faida zaidi kiafya kati ya ule wa kula kwa kufuata ratiba au kula kwa kufuata njaa yako? Kama una njaa unakula, kama hauna njaa unakula, au kufuata ratiba, kama ni saa 7 kamili muda wa kula unakula. Upi ambao una faida zaidi? Katika video hii nitakueleza jinsi ambavyo nimekuwa nikifanya kwa wagonjwa wangu na ipi ambayo imekuwa na matokeo mazuri zaidi ambayo na wewe pia unaweza ukaifanya na ikakuletea matokeo mazuri zaidi. Nitakupa kwa experience, lakini pia nitakupatia na sababu za kisayansi kwa nini njia hiyo ni nzuri zaidi. Tunakula kwa ajili ya kupata virutubisho, yani hatuli tu kwa sababu muda wa kula umefika, ila tunakula kwa sababu mwili unahitaji chakula. Kwenye mwili kuna sehemu ambapo panatawala hamu ya kula, yani kuna tezi na mfumo fulani wa hormone unatawala ile kusikia appetite, yani ili ujisikie unataka kula chakula, mwili unakuwa umeratibu huo utaratibu. Sasa hii sehemu au hizi glands na huu mfumo wa hormone unaitikia kulingana na vitu mbalimbali ambavyo kwa pamoja vinakuwa vinakupelekea wewe muda fulani usikie njaa na muda fulani usisikie njaa. Sasa haya mahitaji ya chakula yanatofautiana kila siku. Appetite ambayo utakuwapo nayo inategemeana na usingizi uliolala. Mtu ambaye amelala usingizi na mtu ambaye hajalala usingizi vizuri, zile appetite siku inayofuata huwa zinakuwa tofauti kabisa, hata kama ni wewe mwenyewe. Kitu cha pili, hamu yako ya kutaka kula inategemeana na aina ya kazi unazofanya. Kwa mfano, siku ambayo unafanya kazi ngumu utahitaji chakula zaidi, siku ambazo haufanyi kazi ngumu utahitaji chakula kidogo. Siku ambazo umefanya kazi ya kutumia akili sana utahitaji chakula zaidi. Siku ambazo umefanya mazoezi utahitaji chakula zaidi kuliko siku ambazo hujafanya mazoezi. Lakini pia inategemeana na aina ya chakula ulichokula. Kama umekula junks, umekula chakula chenye wanga sukari sana, soda na nini, siku hiyo unakuwa na njaa kila wakati, kwa sababu baada ya masaa 2 masaa 4 unataka kula kila wakati. Hamu ya kula inategemeana pia na umri wako, inategemeana na hali yako ya kiafya, zinatofautiana kwa namna hiyo. Kwa hiyo unaona kuna vitu vingi hapo ambavyo vinachanganyika kwa pamoja kutengeneza complex system ambayo inakufanya either ujisikie una njaa au ujisikie hauna njaa. Sasa kwa mfumo ambao unakula kwa kufuata ratiba, maana yake asubuhi ukiamka utakula breakfast, either una njaa ama hauna njaa utakula. Mchana utakula lunch, either una njaa au hauna njaa. Jioni pia utakula, either una njaa ama hauna njaa. Kwa utaratibu huo inawezekana kabisa ulazimisha mwili kupata vyakula ambavyo muda huo au siku hiyo hauvihitaji, kwa sababu wewe mwenyewe utakuwa shahidi. Kuna siku ambazo unaamka kabisa haujisikii kula, yani sio kwamba unaumwa, yani uko tu vizuri lakini haujisikii kama unataka kula. Nadhani hizo siku umewahi kuziona. Au siku ambazo unatamani tu kula kidogo, lakini kuna siku ambazo unaamka una appetite kali sana, yani unataka kula kiasi kikubwa sana cha chakula. Kwa hiyo kula kwa kufuata ratiba inaweza ikawa ina uzuri wake fulani. Kwa mfano tunaamini kwamba chakula ni sehemu ya kufanya bond. Kama ni familia, mnakula kwa pamoja, inasaidia ile urafiki na bond, upendo katika familia unadumishwa. Kwa hiyo upande wa kiafya, hasa kama unataka kutibu magonjwa yale ya kimetabolic au magonjwa ya mfumo wa chakula. Kwa mfano unataka kutibu acid reflux, donda vya tumbo, pressure, labda una uzito mkubwa unataka kupunguza, unapambana na kisukari, pambana na shida za hormone. Ukiwa na magonjwa kama haya, mtindo mzuri zaidi ambao nimeona unafanya kazi ni ule wa kula kwa kufuata appetite yako. Kwa nini huu mfumo unakuwa ni mzuri zaidi? Na nimeona una matokeo mazuri sana kwa wagonjwa. Kila unapokuwa unakula chakula, hata kama ni chakula kadogo, kanapandisha insulin. Iwe ni wanga, iwe ni protini, iwe ni mafuta. Wengi wote tunajiaminisha tu kwamba ukila wanga unapandisha insulin. Chakula chochote kile unachokula kinapandisha insulin. Kwa kama kila unapokuwa unakula chakula fulani kanapandisha insulin. Na insulin ni hormone mama. Ukivuruga ukawa na insulin nyingi kila wakati juu, maana yake inavuruga pia na hormone zingine. Kama unapambana sana na uzito mkubwa, unapambana na mambo ya hormone, unapambana na ugonjwa wote, unakuta sasa unaanza kuingia kwenye shida kama hizo. Kitu kingine ni kwamba unakuwa unalazimisha mwili kupata vyakula ambavyo wakati mwingine hauvihitaji. Yaani kwa mfano unataka kupunguza uzito, umeshaanza kuwa na program nzuri, labda unapunguza uzito, mwili umeshaanza kuchoma mafuta. Kwa hiyo ile store ya mafuta imeanza kutumika kama chakula. Mwili hauhitaji chakula kingine kwa sababu tayari unaanza kutumia ile store ambayo ulikuwa umeitunza kama store, kama hifadhi yako ya chakula imeshaanza kutumika. Lakini wewe unalazimisha tu, lazima asubuhi ule, lazima mchana tena ule, na jioni ule, hata kama hauna njaa, kwa sababu tu unafuata ile ratiba. Inakuwa sio vizuri. Yaani ni kama vile mwili unajaribu kutumia store, lakini wewe unajaza chakula kingine tena kwenye store. Kwa hiyo unakuwa kama vile unajirudisha nyuma. Lakini pia kwa wagonjwa ambao unatibu ugonjwa wa acid reflux kwa mfano, au donda vya tumbo, maana wengi wao wanashauri kwamba labda ule chakula kidogo kila wakati ili tumbo lisivuruge au usipate zile reflux. Hiyo inakuwa sio vizuri, kwa sababu kila unapokula, maana yake mfumo wa chakula ule tumbo unalipatia shughuli ya kufanya. Kwa hiyo tunakosa muda wa kupumzika, kurelax na kujitibu. Lakini ukijaribu hii njia ambayo nakwambia, ule kwa kufuata njaa, asubuhi kula kama unasikia njaa,
mchana vile vile. Kama jioni usikii njaa, una skip, utakula kesho. Hiyo inakuwa ni nzuri sana, unapatia muda mwili tumbo la kupumzika, unapunguza zile spike za insulin na sukari na wanga na nini kwenye damu. Kwa unapatia mwili muda wa kupumzika na kujirekebisha, na hata kama ni ugonjwa unakaa vizuri. Na pia kama unapunguza uzito, maana hata ile store ya mafuta unaipatia muda wa kutumika badala ya kulazimisha kula chakula kila wakati. Kuna mwingine utasema sasa, nisipokula kwa wakati, nisipokula kwa kufuata ratiba, nitapata vidonda vya tumbo au acid reflux. Mara nyingi sio kweli. Usikilize mwili wako. Ukiwa na njaa, tafadhali kula. Kama hausikii njaa, acha kula. Simple tu kama hivyo. Lakini kitu ambacho huwa kinapelekea mtu sasa unapata vidonda vya tumbo, unapata acid reflux, ni ile kutokula vizuri. Yaani unakuta mchana mzima haujala, halafu unakuja kula labda jioni. Sasa unachokuja kula kila kile jioni, sasa chapati, unakuja kula maandazi, unakuja kula ubwabwa. Yaani umekaa siku nzima haujala, halafu unakuja kula kile chakula cha kwanza unachokula, maandazi. Au umekaa usiku mzima, asubuhi unakuja unaibukia na chapati. Sasa katika namna hiyo, iko chakula ambacho umekiweka hasa kile cha kwanza baada ya kukaa muda mrefu bila kula. Ndio hicho ambacho huwa kinaleta madhara sana. Na wala sio kwa sababu umekaa muda mrefu bila kula. Lakini ukikaa muda mrefu bila kula na unasikia njaa, hilo ni jambo lingine. Nazungumzia kukaa muda mrefu haujisikii kula, hiyo ni kitu sawa. Lakini kukaa muda mrefu njaa inakuuma, unaivumilia tu, unaipotezea, hiyo inakuweka kwenye matatizo, na unaweza ukapata kweli shida za tumbo na ukapata magonjwa mengine. Kwa hiyo kama umenielewa vizuri, ni kwamba kama unataka kutibu magonjwa yoyote haya kimetabolic, magonjwa ya mfumo wa chakula, ni vizuri ukazingatia kula ukisikia njaa. Na kama una njaa, usiskip ukasubiri mpaka muda fulani wa kula au ukasema uko busy. Tafadhali kula. Cha msingi, zingatia kula chakula ambacho ni sahihi, na uzingatie kutokula usiku sana. Yaani ikifika saa 2 usile. Lakini hapa katikati, kati ya asubuhi mpaka jioni, unaweza ukala muda wowote as long as unasikia njaa. Ukifanya hivyo, utakuwa umepatia mwili urahisi wa kujitibu. Hata hivyo, ninaheshimu bado mawazo ya watu wanaosema kula kwa kufuata ratiba. Sasa nataka nikupe challenge kidogo, hebu niambie mawazo yako. Maji yana uhitaji mkubwa sana mwilini kama ambavyo ni chakula. Je, tunywe maji kwa kufuata ratiba, tuweke ratiba ya kunywa maji, au tunywe maji tukisikia kiu? Hebu niambie hapo kwenye comments, alafu tutashare. Lakini kabla hujaondoka, inawezekana wewe ni mgeni na haufahamu jinsi gani unaweza kupangilia vyakula, yani ukitengeneza mtindo mzuri wa kula. Kuna hii video hapa nimeeleza jinsi ya kupangilia vyakula ambavyo katika mtindo mzuri ambao tunaita chakula hai. Ukifanya hivi inaweza kukusaidia sana kutibu magonjwa mengi. Hebu check, alafu utabarikiwa sana.